Mwamba Engineer Hersi Said amelamba dume tena huko FIFA. Huyu ni Engineer Hersi, mkistuka mtamkuta rais wa kafu. Mwamba anapenya sana kwenye maeneo nyeti. Hilo kongamano analokwenda kutoa somo sio kwa ajili ya timu za Tanzania. Just imagine, ni eneo ambalo linashauri timu zote za soka popote zilipo. Hizi nafasi pia zinaibeba nembo ya image ya Young Africans kupenya zaidi level za juu. Na hapa nakuletea taarifa yake rasmi. Shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limemchagua rais wa klabu ya Young Africans na mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ACA Engineer Hersi Said kuwa miongoni mwa wataalamu watakaofundisha kwenye kongamano kubwa la mpira litakalofanyika Doha, Katari siku ya kesho Disemba 14, 2025. Engineer Hersi Said amepangiwa na FIFA kufundisha kwenye mada ya Key Elements for Club Successful Transformation, mfumo wa mabadiliko ya klabu. Miongoni mwa wataalamu wengine wa mpira duniani watakaozungumza kwenye kongamano hili ni kocha wa zamani wa Arsenal Arsene Wenger, Roberto Di Matteo, Dennis Wise, Alexander Pato, Eric Abdal na wengine kibao. Engineer Hersi Said ndiye mtaalamu pekee wa mpira kutoka Afrika aliyepata nafasi ya kufundisha kwenye kongamano hilo. Miongoni mwa wafanyakazi wanaofanya kazi Young Africans, Privadinho aliwahi kusema, huwezi kula yai bila kulipasua. Mafanikio na nguvu alionayo vilabu vya Ulaya kupitia umoja wa vilabu ECA haukunyesha kama mvua, ni utayari, uthubutu na umoja. Miaka 1998 kuna vilabu 14 viliamua kuunda umoja wao, umoja ambao ulidumu mpaka mwaka 2008. Umoja wa vilabu hivi vya Ulaya vilishinda mataji 41 kati ya 51 ya Ulaya. Fainali 2004 pekee kati ya Porto na Monaco ndio haikuwa fainali yenye kigogo hata mmoja. Kazi kubwa ya umoja huu ilikuwa ni kulinda maslahi na haki ya timu kubwa baada ya kutokuridhishwa na uongozi wa UEFA na FIFA. Vigogo hao walianza 14 pekee, lakini sauti zao zilibadilisha mifumo mingi sana ya soka la Ulaya. Mfano, walihimiza hatua ya makundi ya UEFA timu ijumuishe 32 badala ya 16. Mfumo huo ukaanza mwaka 1999. Kutokana na hamasa kubwa mwaka 2002, umoja wa G14 ukaongeza na kuwa G18. Miongoni mwa timu zilizojiunga na vigogo Arsenal, G14 ikawa tishio kwa FIFA. Ikataka FIFA kulipa fidia wachezaji wanaoshiriki mashindano ya kombe la dunia na mashindano ya kimataifa endapo watakumbana na majeruhi. Kiburi hiki kilitokana na vigogo hao kuchangia 22% ya wachezaji walioshiriki kombe la dunia 2006. Rais wa FIFA Sepp Blatter akagoma kufanya makubaliano na G14. Mwaka 2005 G14 wakafungua kesi ya fidia wakitaka mchezaji Abdelmajid Omlas aliumia akiwa na timu yake ya taifa Morocco na klabu yake kumkosa kwa miezi 8. G14 wakafungua kesi za madai zenye thamani ya euro 860. Presha kubwa ya madai mengine ya G14 yakapelekea mwaka 2007 FIFA na UEFA kukubali kukaa chini na kuanza kutoa fidia za wachezaji ambao wanaumia kwenye majukumu ya timu za taifa. Kwa kuwa G14 haikuwa ikitambulika kisheria, mwaka 2009 rais wa Olympic Lyon Jean-Michel Aulas ambaye alikuwa rais wa G14 alinukuliwa akisema, hatimaye tumefikia mwafaka wa kuwa na chombo ambacho ni sauti ya klabu. Kuanzia sasa hakuna tena G14. Tunakwenda kujiunga na ECA, umoja wa vilabu Ulaya. Huku kwetu sasa Afrika tumechelewa kuwa na umoja wa namna hii. Hatimaye chini ya mwenyekiti wa kwanza Engineer Hersi Said, chombo cha kutetea maslahi ya klabu kimeanzishwa. Naamini umoja huu ni dira ya tija kwa ukuaji wa soka Afrika. Chama cha vilabu Ulaya ACA ukaanzishwa. Nimejaribu kukupitisha huko kwa sababu gani? ACA first official member ni Young Africans katika African Club Association. Nyingine ACA ni African Club Association, ni AC Maema Union official member kutoka DRC Congo. Young Africans kutoka Tanzania official member ni African Stars.
kwenye chama hichi. Haya ni moja ya mafanikio makubwa ambayo mwenyekiti wa vilabu barani Afrika ameleta, na moja ya kitu kilichompa shavu zaidi ni leo kuwa memba atakayetoa semina katika mkutano wa FIFA ambao utafanyika huko Katari, Doha. Ni moja ya mabadiliko, na hapa ndio umuhimu wa elimu unapokuja. Tumpongeze Engineer Hersi Said kwa hatua hii kubwa aliyoipiga, kwani mabadiliko ambayo ameyafanya ndani ya kikosi cha Young Africans mpaka kuwa mmoja wa mtu mkubwa barani Afrika na hata kuwa mjumbe wa FIFA. Jamani, ni hatua kubwa sana ambayo ameipiga rais wa Young Africans. Mpira ni maendeleo, mpira ni mabadiliko, mpira ndivyo unavyotakiwa kuendeshwa. Tutumie fursa hii kumpongeza Engineer Hersi Said kuwa miongoni mwa watu ambao watatoa semina katika mkutano huo wa FIFA ambao utafanyika huko Doha, Katari. Mtazamaji wetu wa Nile TV, endelea kutufuatilia. Pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe chaneli yetu ili uendelee kufurahia na taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Nile TV tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania ili wewe mtazamaji wetu usipitwe na uhondo wote ule unaotokea katika sekta ya michezo. Niliyekuandalia na kukusomea taarifa hii ni mimi Laizy wa Spoti. Hadi wakati mwingine, na uwe na wakati mwema. Bye bye.